Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluya tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo moja kwa moja kila leo tunakujia na habari zetu za kila siku. Leo ni tariki 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya. Nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Tuseme asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kulike pia kushare kupitia televisheni yetu, na pia wale ambao wanaendelea kutuandikia kupitia komenti zao, na pia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Maoni yenu kila leo tunaendelea kuipokea. Tuseme asante kabisa kwa kuwa mnaendelea kusupport kazi zetu kwa kila siku. Katika matangazo yetu ya siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu mapigano makali ambayo iliweza kuzuka tarehe 17 Mei mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya mapambano baada tu ya mashambulizi ambayo iliyoanzishwa na jeshi la Rwanda dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vijiji kadhaa kabisa ambavyo tutakwenda kutajia hapa ambavyo viliweza kukumbana changamoto hiyo, kiwemo Chivanga, Lutuku, Kashebemje, Kabulungu na Kabulungu ya pili, Mbayo, Mulangala, Katasomwa, Kitasungulwa. Vijiji vingi kabisa ambavyo viliweza kuripotiwa kupitia mapambano. Na pia kuhusu usafiri wa barabara nambari 5 kutoka Uvira pale Bukavu, tangu hiyo jana kabisa majira ya saa 9 kumeonekana kabisa kuweza kuachiliwa barabara wazi, na gari ambazo zilikuwa zikibaki pale kwenye maeneo ya Luvungi kwa sasa ziliweza kuingia Uvira, na zile ambazo zilikuwa zinibaki ngambo ya pili ziliweza kuingia pale maeneo ya Bukavu. Na pia tutakujuza kuhusu moja kwa moja kuitishwa kwa makamu gavana wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano na baraza lake la wabunge 48 huko Kinshasa, baada tu ya kuweza kuitishwa gavana mkuu Jean-Jacques Purusi pamoja na spika wa bunge. Bado tu ni katika hali ya mvutano na kumaliza mgogoro ambao unaoendelea kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutakujuza kabisa kuhusu milio ya risasi ambayo ilikwenda kusikika katika mji wa Uvira kwa majira ya saa 1 usiku. Utakwenda kujua mengi kabisa na kisa cha milio hiyo ya risasi ni nini. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Moja kwa moja tuanze na habari zetu za siku ya leo, tukianza kabisa na mapigano makali ambayo iliweza kuripotiwa kupitia vijiji kadhaa katika eneo tofauti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan jimboni Kivu Kusini. Mapigano yameweza kushuhudiwa Jumapili ya tarehe 18 Mei mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali, ambapo unajua kila leo waasi wa M23 wanaendelea kuvamia vijiji kadhaa vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutaka kabisa kuangalia namna gani ya kuweza kusonga mbele kuelekea huko wilaya ya Mwenga, Bunyakiri na Walikale pamoja na maeneo ya Plateau. Habari hizi ambazo tunazo kabisa zikiwa ni habari za ukweli, na hii ilikuwa ni mvutano kati ya vijiji vya maeneo yaliyoshuhudiwa ni Chivanga, Lutukulu, Kashebeya, Kabungulu ya kwanza na Kabulungu ya pili, Mbayo, Mulangala, Katasomwa, Kitasungulwa. Taarifa zikiwa zinaeleza kuwa mapigano kabisa makali bado yalikuwa yakishuhudiwa majira ya jioni kati, kwa sababu vijana wazalendo walijikita kabisa na kukataa katukatu kutoweza kuachilia waasi hao wa M23 waweze kusonga mbele. Wakati huo wananchi wengi wa Kongomani wanaendelea kulalama ukimya wa vyombo vya habari, wakuwa wakitaja kuwa kuna vyombo vya habari ambavyo kabisa huwa vinabaki kimya, hasa yale maeneo ambayo M23 inakamata, ikiwa kabisa vinatakiwa kushawishiwa kuanza kutoa habari sahihi
kuhusu mapigano ambayo yanayoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa Kongo wanaendelea kuwa macho na kufuatilia kwa karibu maendeleo, hali halisi pia usalama kadiri unavyoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee kuwa waangalifu na kuunga mkono wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya raia wengi kabisa waliweza kushuhudia. Habari hizi ambazo tunazo zinadhibitisha kuwa M23 kila leo kabisa inaendelea kuongeza wanajeshi wake jimboni Kivu Kusini, wakati wengi wakitokea jimboni Kivu Kaskazini wakija na meli kadhaa ambazo zinaleta, hata hii ya jana ambayo ilileta zaidi ya wapiganaji 500 kutoka pale maeneo ya Goma na kuweza kuwasili pale maeneo ya Bukavu. Wengi wao kabisa wakija kuangalia namna gani wanaweza kupasua, kama vile umesikia wakiwa na idadi kabisa au mipango ya kuweza kupasua vijiji kadhaa ili kuangalia namna gani wanaweza kusonga mbele wakielekea huko Walikale, wilaya ya Mwenga, Bunyakiri, wakielekea kabisa na maeneo mengine ya Plateau na Mwae Plateau. Lakini jambo ambalo kwa sasa limeonekana kuwa ni tete kwao na wameshindwa kabisa namna gani wanaweza wakadhibiti eneo hilo ambalo kabisa limekuwa liko chini ya vijana wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Huko habari ambazo tukizitaja kuhusu kabisa mapigano hayo ambayo iliweza kuripotiwa kupitia mstari wa wazalendo ambao wakitaja kuwa wamemiliki maeneo ya Lutukulu, hakuna kabisa kutoka, wakitaja kuwa waliweza kukaa chini na kusema kuwa kama ni kufa na kama ni kupona tu. Ikiwa habari zetu kabisa zinaendelea kufuatilia ili kujua mapigano je yameendelea hadi usiku hadi leo asubuhi. Katika taarifa zetu za baadaye kupitia televisheni yetu tutakwenda kukuletea moja kwa moja. Tukiwa katika jimbo la Sud Kivu, tuzungumzie kuhusu kufungua kwa barabara nambari 5 ambayo imefungwa kabisa baada tu ya siku 4 hakuna usafiri kutokana tu na maamuzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini hasa chanzo na sababu ya kukataa kufunga barabara hiyo? Kwa sababu viongozi wa serikali kupitia Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano alitaja kuwa kuna kuwa na kuonekana kwa baadhi ya hali ya sitofahamu kwa wapita njia hiyo, na kuangalia namna gani viongozi wa serikali wanaweza kuongeza uchunguzi ili kuhakikisha wametambua yule ambaye anayeingia na yule ambaye anayetoka, jambo ambalo lilileta hofu kabisa kwa baadhi ya raia ambao waliweza kufungiwa maeneo hayo, na kutaja kuwa pale maeneo ya upande wa Luvungi kulikuwa na wingi wa watu, wingi wa magari, na pia watu wengi waliweza kusumbuka kwa sababu hata ndazi ambayo ilikuwa inanunuliwa 500 imeweza kupandishwa bei hadi 1000, na wakisema kuwa chupa ya energy ama ya ji ambayo ilikuwa inanunuliwa 1000 imepanda moja kwa moja hadi kwenye 2000, na hii imepatia raia kabisa hofu na taharuki. Walikuwa wakilalama kila leo kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kutekeleza kabisa jukumu lao na kuacha barabara hilo nambari 5 liweze kufunguliwa, kwa sababu kuna biashara nyingi ambazo zinazofanyika na baadhi ya raia wa hapa Uvira na hasa wale wa pale maeneo ya Bukavu. Habari ambazo tunazo zinataja kuwa kuna akina mama mmoja ambaye aliweza kuzalia kwenye barabara nambari 5 wakati alishuhudiwa kuomba hata ruhusa kwenda kwenye kituo cha afya pale Luvungi kujifungua. Viongozi wa mahali hapo waliweza kugoma kwa sababu barabara ilikuwa bado kabisa kuweza kufunguliwa. Majira ya saa 9 hiyo siku ya Mungu ya tariki 17 barabara iliweza kuachiliwa huru na kuruhusu kabisa gari kuanza kutoka Bukavu na kuingia Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Mpaka sasa tungali tunafuatilia ili kujua je wamefungua jana kuruhusu gari hizo ambazo zilikuwa zikiwa karibu na zimeweza kufungiwa ziweze kupita alafu waendelee kufunga. Bado kabisa viongozi hawajazungumza jambo lolote. Tutakuja tena hapa kukujuza kile ambacho kitakachokuwa kimejiri, ikiwa barabara imebakia wazi na ikiwa wasafiri wataanza kabisa usafiri wao kama ilivyo
kawaida. Baada tu ya kuitwa kwa gavana wa mkoa pamoja na wajumbe wa ofisi ya bunge la mkoa, sasa ni zamu ya makamu wa gavana pamoja na wabunge 48 wa mkoa wa Sud Kivu. Uvira, hali ya mgogoro wa kisiasa unaendelea kutathmini na kushuhudiwa katika mkoa wa Sud Kivu imeendelea kuwa mbaya zaidi. Katika telegrame ambayo iliweza kuandikwa rasmi na kutolewa tarehe 15 Mei mwaka 2026, makamu wa waziri mkuu anayesimamia wizara ya mambo ya ndani, utanguzi na mila ya jadi ameagiza makamu wa gavana wa mkoa pamoja na wabunge 48 wa mkoa kurejea na haraka kuwasili haraka pale mjini Kinshasa. Uamuzi huo umechukuliwa katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kisiasa ambao unaokumba kabisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mkoa wa Sud Kivu. Bunge la mkoa liliweza kuanzisha hoja kabisa la kutaka kuweza kumuondoa gavana Jean-Jacques Purusi kwenye madaraka. Tetesi hii ikiwa imeshuhudiwa kuwa ni moja kati ya kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na kuitishwa kwa wabunge hao. Ni kutokana kati ya mji huo wa Uvira ndipo wabunge wamepokea agizo la kuelekea Kinshasa kwa kile kilichoelezwa kuwa ni mashauriano ya dharura ambayo itakayofanyika huko maeneo ya Kinshasa, hatua ya mwisho ya upatanishi. Wito huu mkubwa kabisa unaonyesha hatua mpya ya juhudi za serikali kuu katika kutafuta suluhisho la mgogoro huo baada tu ya kusikilizwa kwa nyakati tofauti gavana wa mkoa pamoja na ujumbe wa ofisi ya bunge la mkoa. Sasa waziri Jakimani Shabani Loko ameongeza sasa kutaka kuwaita gavana, makamu pamoja na wabunge ili kujadili katika hali ya malengo ya kurudisha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutathmini uwezo wa uongozi wa sasa katika mkoa wenye changamoto kubwa za kiusalama, kupata mwafaka wa kisiasa ili kusimamisha kwa huduma za umma hatimaye yaamuliwa huko maeneo ya Kinshasa. Nikiwa tuna imani na matumaini kuwa mazungumzo hayo ambayo yameitishwa wabunge pale Kinshasa na gavana na makamu wake pamoja na spika wa bunge inaweza kuleta suluhisho katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiomba sapoti kwa baadhi ya wanabunge kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo inaletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Video vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tunaendelea na taarifa tukiwa katika mji na tarafa letu la Uvira, ambapo kabisa kila leo milio ya risasi inaendelea kushuhudiwa katika eneo za Uvira, hasa kabisa huko maeneo ya Kalimabenge. Habari zilizotajwa kuwa milio ya risasi iliweza kusikika majira ya saa 1 usiku na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ambao walitaka kuendesha wizi maeneo ya Kalimabenge. Raia wa maeneo hayo pamoja na mashirika za kiraia waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia viongozi wa mahali kuingilia kati ili kukomesha kupigwa milio ya risasi kiolela katika eneo lote la Uvira, ambapo kwa sasa imekuwa makao makuu ya mkoa wa Sud Kivu, wakiomba ushirikiano na vyombo vya usalama ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Tukujuze kuwa majira ya saa 1 usiku nyumbani kwake kuna baba mmoja ambaye aliyeuliwa na watu wenye kumiliki silaha usiku wa kuamkia siku ya Mungu ya tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026 nyumbani kwake, ambaye mwanababa huyo aliyekujulikana kwa jina la Shimbe aliweza kuuawa na watu wenye kumiliki silaha ambao mpaka sasa bado kujulikana, huku familia na washirika za kiraia ikitaja kuwa ni vema kuanzisha uchunguzi ili kubaini wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe na wahukumiwe kulingana na sheria.
Na moja kwa moja tutakwenda kabisa katika uchambuzi wetu wa habari katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Baada tu ya kuondoka kwa M23 pale maeneo ya bonde wa mto Ruzizi, wakaji wa pale Bukavu wakiwa kabisa na hofu na kutaja kuwa nao pia ni vema waweze kuwa libere, kwa sababu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimekuwa kabisa ni uchochevu kwao na vinakwenda kuwatesa, wakiomba serikali ya Kongo kuweza kuingilia kati kabisa ili kukomesha na kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia Uvira imeonekana kabisa ni moja kati ya maeneo makubwa ambayo imekuwa tegemeo kabisa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ukiangalia katika migogoro hii ya kisiasa ambayo inaendelea kuonekana, migogoro ya kivita inaweza kusababisha kabisa kurejesha nyuma province yetu ya Sud Kivu, kwa sababu wakati viongozi wanataka kufanya hivi unakuta kunakuwa na ile inayoitwa kusukumwa na raia kwamba nao wafanye hivi kadiri raia inavyotaka, na jambo ambalo linatakiwa kuwa kwa pamoja, washirikiane kwa pamoja ili kujua namna gani wanaweza kuendelesha province, kwa sababu raia nao pia wana utawala na wana haki pia nao kuweza kushirikishwa, hasa hii ambayo inapangwa kufanyika pale bondeni mwa mto Ruzizi, ambayo naona kama itakuwa ni ya historia, kwa sababu ukiangalia mashirika za kiraia gisi zimejimobilize hapa mjini Uvira zikitaja kuwa zitajielekeza moja kwa moja pale Sange, kwa sababu pale Sange kulikuwa kikao ambacho kilifanyika kupitia shirika la kiraia ambalo lilikusanya vijana pamoja na wamama pale kwenye jumba la Vodacom, na moja kwa moja hiyo jana siku ya Ijumaa pili kulikuwa na mitingi pale Sange ambapo waliweza kuwapatia watu briefing na kujua kwamba namna gani watakavyotembea kuhusu maandamano ambayo inaandaliwa pale bondeni mwa mto Ruzizi. Na wale ambao wajui maandamano hayo yanalenga nini, yana malengo makubwa sana, kwa sababu kuna miradi ambayo ilikuwa imeandaliwa kufanyika pale Sange, pale maeneo ya Nyamoma, kwa sababu ile kilalo ya Nyamoma tayari imeshajengwa, na kungekuwa pia nyumba ambazo zingejengwa pale kwenye frontiere ambazo zingeruhusu kabisa watu wao wanapitia pale, na pia mashirika za kiusalama zifanye kazi kama ilivyo kawaida, hasa nyumba za DGM, DGRAD, OCC na zingine kadhalika zingeweza kujengwa hapo, lakini na kungekuwa na barabara ambayo ingetoka pale Nyamoma na moja kwa moja inafika mpaka Sange, na pia kungekuwa hata kura ambayo ingeweza kuonekana maeneo hayo, na pia pale maeneo ya Luvunge hivyo pia kazi hizo zingeweza kufanyika. Lakini habari ambazo zimesikika kwenye mitandao na kwenye vipaza sauti ama kwenye maredio na kwenye matelevisheni vinaeleza kuwa mradi huo unakwenda kuhamishwa katika nyingine province kutokana na vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo ambalo limetuma vijana wa kanuna hata mabunge kusema kwamba haiwezekani, kwa sababu M23 ishaondoka maeneo ya Sange, imeshaondoka Kiguro, Rusabagi, imeondoka Bwegera, Luberizi na Luvungi. Kwa nini sasa waweze kudelokalize ile projet ambayo ingepashwa kujengwa kwa faida ya watu wa Sud Kivu iweze kwenda katika mkoa mwingine? Na hii imesababisha kusema kwamba hawawezi wakaitika, wakae kimya, na serikali ipo, na wengi wao wakisema kuwa serikali ya Kongo imebaki kama vile gari ya ngoro, ni lazima kwanza isukumwe ndio iweze kufanyikisha. Kwa hiyo wamejimobilize wakiomba raia wote kwa wingi kutoka Uvira, kutoka Luvunge, kutoka Sange, kutoka Luberizi, kutoka Kiliba kujimobilize na kufika pale maeneo ya Sange ambapo watafanya marche pacifique ya kuomba kabisa hizo projet ambazo zinataka kuwa delocalize ziweze kurejea na zinufaishe raia wa Kongomani pia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo tu la Sud Kivu, hasa huko bondeni mwa mto Ruzizi, kwa sababu ile barabara, kwa sababu ile kilalo imeshajaa, na ile barabara ingekuwa nawaza kwamba ingekuwa ville na ingeruhusu kabisa watu ole watoke tena Uvira uhamie, ole watu watoke Sange uhamie Uvira. Kuna baadhi ya watu ambao wangekuwa wanatoka Uvira uhamie Sange, kwa sababu tayari nayo itakuwa iko na frontiere na itakuwa iko ville ambayo itapendeza
katika macho ya wakaaji na pia katika macho ya wageni, kwa sababu ukiangalia Kongo kuna kuwa na vitu ambavyo haviishi. Barabara nambari 5 kila leo inajengwa haiishi. Barabara ya R30 mpaka sasa nayo haiishi. Kuna maproje nyingine ambazo zilikuwa zimepangwa hasa kujenga hii soko kubwa ambayo ingejengwa Kagando, mpaka sasa nayo pia haianza kujengwa, kwa sababu hiyo yote ni kuonyesha kuwa wanaweza kudelokalize zile maproje ambazo zilikuwa zimekuja kujengwa kwa faida ya raia wa Uvira, ikiwa watabaki kimya na zikaenda nafasi ingine. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, pia uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo, ambaye imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.